kubatizwa kwa maji mengi. Tuliongea vipengele vitatu ibada ya kwanza. Nataka niongeze viwili kwa hii ibada ya pili. Kitu cha kwanza ambacho utapokea amani na furaha katika maisha yako. Utapokea amani na furaha. Ukishapokea, kuna watu ambao wameteseka na mwovu shetani. Mwovu shetani amekuangalisha, yani amekusumbua, masomo anasumbua, katika familia ni tawa. Ushapokea Yesu Kristo na umeamua kuwa kweli unamtumikia, na kuambia yale yote ambayo binadamu amepanga katika maisha yako haitaweza kufanyika, sababu Mungu mwenyewe atakuwa amechukua hatua katika maisha yako. Naambia kila mmoja ambaye yuko hapa siku ya leo, yule ambaye hana amani katika ndoa yake, hana amani katika maisha yake, hana amani katika biashara yake, hana amani katika kitu chochote ambaye anafanya kazi yake, hana amani. Kuna watu wanapiga vita, kuna watu wameinuka, kuna watu wameinuka katika familia, kuna watu wameinuka katika ukoo, kuna damu ya ukoo imekufuata. Siku ya leo utapata amani, utapata furaha katika maisha yako kama ukipokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Amen. Hiyo ni vitu ambavyo utapata baada ya kuokoka. Ni vitu ambavyo utapokea baada ya kuokoka, kwa sababu wewe umekuwa kiumbe kipya. Hiyo ni zawadi ambayo Mungu atakupea. Atakupea amani, atakupea furaha. Kuna watu wako kwa ndoa lakini hawajafurahia. Kuna watu wako biashara lakini biashara inawasumbua. Kuna watu kweli walipata kazi, waliomba wakapata kazi, lakini kuna miinuko imeinuka katika kazi. Kuna watu wako shule lakini kuna mambo ni magumu sana pale shule. Nataka nikwambie, Mungu atakupea furaha, Mungu atakufungulia njia, Mungu atakupea amani unapomrudia yeye. Unapomrudia yeye, uamue kuwa kweli Mungu anakutumikia. Na ukiamua Mungu kweli utamtumikia, Mungu naye atarudi katika maisha yako. Mungu naye atakubariki, Mungu naye atafungua njia, atakuwa vizuizi yote ya shetani. Sababu Biblia inatuambia vizuri, kilichozaliwa kwa mwili ya mwili, kilichozaliwa na roho ni cha roho. Wewe kama umezaliwa na roho, utakuwa roho. Ukiomba Mungu atakusikia. Daudi alisema, niliomba Mungu na Mungu akanisikia. Mungu atasikia maombi yako kama kweli kabisa unajua kweli umejitengeneza. Kuna watu wanataka kuomba lakini anajua maisha yake haiko sawa, hata atubu. Yeye anaenda kwa makoti anaambia Mungu nipe, Mungu nipe, Mungu nipe. Ukijua kweli kuna mambo umefanya ambayo haifai mbele ya Mungu, enda chini kwa makoti na mtubu kwanza, ndio aanze kuambia Mungu nipe. Sababu maombi ya watu wengi sana, Mungu nibariki na hii, Mungu nipe hii, Mungu nipe hii, lakini Mungu anaangalia huyu mtu ambaye anaomba nipe ako namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Ako namna gani? Unasema nipe Mungu nipe, lakini mtu atusomee katika Yohana Mtakatifu 14:27. Wangapi wako Biblia Kiswahili? Biblia Kiswahili. Nimeona Salome mwingine? Biblia Kiswahili. Nataka Biblia Kiswahili, nataka kusoma Biblia Kiswahili. Yohana 14. Unataka Biblia Kiswahili? Tafadhali nataka tusome haraka, tutaenda haraka. Yohana 14:27. Maandiko yanasema kwamba amini nawaachia, amani nawaachia, amani yangu nawapa. Amani hii niwapayo si kama ile ulimwengu utoayo. Usifadhaike mioyoni mwenu wala msiogope. Amani hii nawapea. Yesu mwenyewe anawaambia amani hii ambayo nawapea si kama ile ulimwengu unakupea. Sababu ulimwengu atakupea furaha na amani ambayo ya muda, lakini Yesu mwenyewe atakupea amani, itakuwa amani ya milele na milele. Naomba kila mmoja ambaye unahangaika katika maisha yako, unahangaika katika familia, unahangaika na vitu ambavyo zinakusumbua, mapepo ambayo yanakusumbua, siku ya leo nataka Mungu ashushe amani yake, Mungu akupee furaha
la Yesu, sababu unajua ndio upeana. Amina. Mungu ndio upeana. Hakuna ukitoka ambayo inakujia ndio kutoka kwa Mungu. Mungu ndiye anakupea. Hata kama binadamu atakupea, Mungu atapitia kwake. Haleluya. Kila mmoja namuombea siku ya leo, Mungu akupea amani katika jina la Yesu. Kama hauna amani katika maisha yako, hauna amani katika ndoa yako, hauna amani katika biashara yako, hauna amani katika kazi yako, vita vimeinuka, shetani ameinuka, na kuambia siku ya leo songea Mungu karibu na Mungu atakupea amani. Amen. Haleluya. Mungu atakupea amani. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie katika kitabu cha Isaya. Isaya 55:12. Isaya 55:12. Mungu atakupea amani. Chochote ambacho utafanya, Mungu atakupea amani. Mungu atakufungulia njia. Mungu atakuwezeshea. Hakuna kitu ambacho ni gumu mbele ya Mungu. Usione haya ni magumu sana. Usione haya ni magumu sana. Mungu anajua na Mungu atakupea amani. Chochote ambacho unapitia ni Mungu tu. Mungu akiamua na ukimrudia, kimbia urudie. Acha kusonga mbali na Mungu. Wewe sisi ndio tunasonga mbali na Mungu. Unaanza kusema Mungu ameniacha, Mungu hajakuacha. Karibia songea Mungu. Lilia Mungu. Funga hata siku moja, funga hata siku mbili, lilia Mungu. Isaya 55:12. Unamfika kusomea. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapigwa makofi. Mtaondoka mwodokapo, mnaondoka kwa amani. Hata mrudipo, mnarudi kwa amani. Hata milima yote ambayo iko mbele yenu, Mungu ataondoka. Na kuna milima mingi, shetani ameweka mitego mingi sana. Yesu mwenyewe aliwaambia, hii dunia kuna majaribu mengi, lakini yeye alishinda. Hata sisi tutashinda. Amen. Mungu alituhakikishia. Wewe kitu utafanya, rudia Mungu. Rudia Mungu na Mungu atakupea amani. Haleluya. Mungu atakupea amani na Mungu atakuonyesha kila kitu ambacho unafaa kufanya katika maisha yako. Warumi 16:20. Warumi 16:20. Mungu atakupea amani, atakufungulia njia, ataondoa milima yote. Watu ambao wanaongea kinyume wote watanyamazishwa katika jina la Yesu. Amen. Kuna watu kazi yao kuongea vibaya. Kuna watu kazi yao ni kutakia watoto wengine vibaya, na kuambia yule ambaye anakutakia vibaya, huyo Mungu atamnyamazisha. Wale hawataki kuona ukiwa na furaha, hawataki kuona ukiwa na watoto, hawataki kuona ukiwa umefanikiwa, hawataki kuona kama umefanikiwa. Kuanzia siku ya leo Mungu atanyamazisha na wewe utafurahi katika jina la Yesu. Mungu atakupea furaha. Warumi, nani amefika tusomee? Warumi 16:20. Maandiko yanasema kwamba Mungu wa amani atamponda shetani chini ya miguu yenu upesi. Neema ya Bwana wetu Yesu iwe nanyi. Amen. Haleluya. Mungu atachukua yule ambaye anataka kuleta shida, huyo shetani mwovu. Mtu yote ambaye analeta shida, huyo ni shetani mwovu. Atamweka miguu na atakuweka utamkanyana, na Mungu atakupea amani. Na neema ya Mungu itakuwa juu yako kama wewe unamkimbilia Mungu kwa ukweli. Si kuguzaguza tu, pia kwa ukweli. Wacha kuguzaguza tu. Unaonekana kanisa siku moja kwa wiki, unaomba siku moja kwa wiki, hata mwezi maisha utaomba. Kimbilia Mungu kwa ukweli, Mungu atakupea amani. Mungu atakupea furaha katika ndoa yako, katika maisha yako, katika biashara yako, katika kazi yako, katika kazi ya mikono yako, kila kitu Mungu atakupea amani. Wale maadui ambao wamesimama mbele yako, wale maadui ambao wamesema hautafanikiwa. Kuna watu wamesema katika maisha hautafanikiwa. Kuna watu wamesema wacha tuone utafika wapi. Kuna watu wamesema wacha nikaone katasoma hata kanasoma
milango katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wataki watoto wengine. Kuna watu ambao wameinuka, wamekuwa shetani kwa njia ya binadamu. Hao watu watakupiga, Mungu atakupea na Mungu atawanyamazisha. Ile silaha yoyote ambayo unatumia, hakuna silaha yoyote ambayo itafaulu katika maisha yako. Hakuna silaha yoyote ambayo imetumwa katika maisha yako itafanikiwa. Mungu atakufunika na damu yake. Haleluya! Mungu atakufunika na damu yake katika jina la Yesu. Haleluya! Pale tuangalie kifungu kingine. Yesu baada ya wewe kuokoka, utakuwa mtu ambaye ni shukrani. Utakuwa mtu wa shukrani. Unaona, mimi kila wakati nikianza maombi naanza na shukrani. Kwa nini naanza na shukrani? Naanza na shukrani sababu bila Mungu hata singeweza kufungua kinywa niombe hiyo maombi. Ni Mungu peke yake. Utakuwa mtu wa shukrani. Biblia inatuambia kwa kila jambo, kwa kila kitu, uje Mungu na nini? Shukrani. Utakuwa mtu wa shukrani. Baada hata kitu kidogo aje. Wanaambia watu kwa unaweza kuwa unaomba Mungu nipe kazi, Mungu nipe kazi. Labda unategemea ama unafikiria kazi kubwa sana Mungu atakupea. Mungu atakupea tu kazi kidogo. Aone wewe hiyo kazi unafanya namna gani. Kuna dada mmoja tulikuwa naye huko Nairobi, alikuwa anaomba Mungu ampe kazi. Alikuwa amesomea, alikuwa banka. Amesomea kazi ya banka. Ndio banking and finance. Aliomba Mungu sana, tulikuwa tunaomba na yeye, pastor mimi kazi. Tukaomba. Dada baada ya kupata kazi ya kufanya kwa banka, akapata pesa. Pesa ni banki ndogo. Wakati huo pesa sikuwa zinaanza. Na akakuja akaniambia, pastor, mimi wamenitia kazi na kazi wamenitia ni kufanya kwa pesa. Na mimi nilipanga. Sasa nifanye aje? Nikamwambia sasa hiyo ndio Mungu anafungua njia. Anzia pale. Ukianzia pale, hapo ndio njia yake itafunguka na upate kazi ambayo wewe unahitaji. Lakini wakati alikuwa anafanya hiyo kazi, kumbe hiyo kazi ilikuwa connected na bank. Wakati alienda kufanya hiyo kazi, anaenda kufanya hiyo kazi. Baadaye sasa akakuwa anaenda kufanya hiyo pesa anafanya ndani ya bank. Wala ambao wakati pesa ziko zinaanza, ilikuwa wewe enda kwa bank ukadeposit pesa hivi. Watu kudeposit pesa kwa bank inaanza juzi. Hapo nyuma ilikuwa unatoa kwa pesa alafu una deposit. Yeye akapeleka kwa hiyo bank, akakuwa sasa mteja anatoa pesa kwake anapeleka kwa account. Hivyo baadaye akaandikwa na bank. Wanaweza asifiwe. Tunaongea hivi, yeye baadaye alikuwa ndani ya bank. Sasa wakati alikuwa hapo ndani ya bank, akaona, unajua ukiwa ndani ya bank wewe unafanya kwa pesa hapo. Haufanyi na bank, lakini sababu pesa yako iko ndani ya bank. Akaona kuna vacancy imetokea. Akaona unafika mbele na kuna kazi iko apply. Wakati aliapply akapata. Bwana Yesu asifiwe. Akaachana hiyo pesa, aingia wapi? Kwa bank. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu wewe unaomba, lakini na ile Mungu anakupea unaanza kudharau. Unaona ni kidogo sana. Mimi sistahili hapa. Lakini hiyo ndio mwanzo. Respect the humble beginning. Respect the humble beginning. Hapo ndio Mungu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio Mungu atakuinua. Na kumbuka mimi wakati kwa ubeni kama pastor, nikajua naenda kupewa kanisa. Akaniambia wewe ni pastor mtani. Maji nimekuwa ubeni pastor, unafanya sherehe kubwa, alafu unajua sasa naenda kupewa na postiwa nipewe kanisa. Unaambia sasa wewe ni pastor mtani. Kanisani. Haleluya. Wewe unasimamia vijana kanisani. Na wewe ni pastor, umekuwa ubeni. Uko na anointing, unajua sasa saa hii
hata mimi niko kwa deni fulani. Nakwambia sasa wewe utakuwa hapa lakini kazi yako iko juu ya vijana. Okay, nilikuwa kijana bado nikasema ni sawa. Niliichukua. Give thanks, learn to give thanks. Nasema nini? Kila kitu kwa kila jambo peana nini? Shukrani. Wacha kulalamika. Stop complaining, stop murmuring. Kile Mungu ameleta ama kitu chochote umepata, peana shukrani. Wakristo wengi hiyo jambo wewe unasumbua sana. Hawana shukrani. Peana shukrani kwa Mungu na peana shukrani kwa yule ambaye amekupea kile kitu. Sababu shukrani kesho hii hata kupea. Ati mtu tunampea kitu anaenda. Kesho hii hata kupea. Kama Mkristo ukishapitia kupokea Yesu Kristo ukapatiwa kwa maji mengi, kuna kitu itabadilika katika maisha yako. Utakuwa mtu shukrani. Asante itakuwa kwa mdomo wako kila wakati. Unanyenyekea, unasema asante, itakuwa katika mdomoni mwako kila wakati. Peana shukrani. Tuangalie katika kitabu cha 1 Thessalonike wa kwanza 5:18. 5:18. Wa Thessalonike wa kwanza 5:18. Mungu akusomea katika Angile pia kusomea 1 Chronicles 16:14. Umefika hapa 1 Thessalonians 5:18. Wa Thessalonike wa kwanza 5:18. Halo, hatufiki. Najua mko tiji. So umefika sasa. So. Shukrani kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukrani kwa sababu hayo ndio mapenzi God's will. Kitu fulani kudia Mungu na shukrani. Kiwe kidogo, kiwe kikubwa, kudia Mungu na shukrani. Wacha kufikiria ni sababu ya nguvu yako. Wacha kufikiria sababu umesoma. Ni watu wangapi wamesoma na wanapata kazi? Na watu wangapi wamesoma hiyo kazi kidogo unasema uko nayo hawana. Hata hiyo kidogo unatamani wawe nayo hawana. Sio sababu umesoma. Sio sababu wewe ni mrembo sana. Sio sababu wewe unaweza. Bali ni mapenzi ya Mungu huko mahali penye huko. Rudia Mungu na shukrani. Rudia Mungu na shukrani. Rudia Mungu na shukrani. Kifa. Alafu ya tatu, barikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kila mmoja wetu abarikiwe. Mungu awabariki. Na unajua mkibarikiwa katika barikiwa. Naombea kila mmoja. Mungu awabariki. Mungu afungulie njia. Mungu awawezeshe. Anaondoa kila vizuizi vya shetani. Mkibarikiwa hadi mtu wake amebarikiwa. Haleluya. Mkibarikiwa hata maombi, mchungaji ataanza kuombea watu wengine. Na hata ninyi mtakuwa mfano kwa watu wengine. Naomba sana Mungu afungulie njia, mbarikiwe katika jina la Yesu. Mbarikiwe katika jina la Yesu. Yule ambaye ameinuka na kufunga baraka zako siku ya leo, tunamtembea katika jina la Yesu. Kuna watu wameinuka wanataka kufunga baraka yako. Na sababu Biblia inasema vizuri, Mungu alitaka sisi tubarikiwe. Tufanye ni tubarikiwe, kila mmoja abarikiwe. Mungu mawazo yake ni sisi binadamu tubarikiwe. Mungu atufungulie njia tubarikiwe. Lakini kuna mtu anaitwa mwovu shetani, kazi yake ni kusimama mbele na kufunga tusibarikiwe. Nataka niombe kila mmoja. Yule mwovu, yule shetani, yule ango, yule anti, mwenye alisema utabarikiwa, utabarikiwa katika. Kuna watu wameinuka, wanafanya kila wanaweza watu wasibarikiwe, na kuambia mainasiu wewe utabarikiwa. Haleluya, wewe utabarikiwa, watoto wako watabarikiwa, kazi yako utabarikiwa, wewe masomo yako
umaskini, mambo ya kuishi kwa raha, mambo ya kuishi katika njaa, mambo ya kuishi katika yale mpaka maskini anakuita maskini. Nimesoma Biblia yangu vizuri sana. Wakati nimesoma Biblia nikagundua kumbe watu wote wenye wako kwa Biblia hakuna mtu alikuwa maskini. Hakuna. Yaani mtu mwenye Biblia inasema kidogo alikuwa maskini Lazaro. Lakini tena nakwambia kwa alikuwa rafiki wa karibu sana wa Yesu. Mtu wewe ni karibu, wewe ni rafiki wa karibu sana wa Yesu. Biblia inatuambia kuwa hata wakati alikufa Yesu, hiyo ndio peke yake ilifanya Yesu akalia. Jesus is the shortest scripture in the Bible. Jesus wept. Jesus aliwepo kwa nini? Because Lazarus died. Sababu Lazaro amekufa. Hiyo peke yake ilifanya Yesu akalia. Watu wote, angalia Abrahamu, angalia Yakobo, angalia Isaac, angalia watu wote wenye kuhubiria, hakuna mtu alikuwa maskini. Wewe unakuwa maskini. Haleluya. Sisi tunakuwa maskini. Naombea baraka ya Mungu katika jina la Yesu. Mungu afungue njia katika jina la Yesu. Mungu afungue biashara yenu katika jina la Yesu. Mungu afungue hatuwezi tukiomba, hatuwezi ishi tukihangaika. Na Yesu Mungu mwenyewe alikwambia kama kukubariki atakubariki, kama ni baraka atakupea. Ubarikiwe katika jina la Yesu. Nataka kanisa libarikiwe katika jina la Yesu. Nataka wewe ubarikiwe katika jina la Yesu. Usihangaike katika maisha. Usihangaike katika masomo. Usihangaike katika biashara. Ndoa yako usihangaike. Kazi yako ambayo unafanya usihangaike. Mungu akupee amani. Mungu akupee promotion. Mungu akupeleke katika job nyingine. Kama wewe ni mkulima, Mungu atengeneze mazao yako. Haleluya. Mungu atubariki katika jina la Yesu. Mungu atubariki katika jina la Yesu. Mungu abariki kila mmoja aliyefuata